Injili ni mafunuo. Ni vema mtu ili apate kuokolewa ni lazima kwanza akapate kuhubiriwa. Lakini sasa namna ya kumhubiri huyo mtu ni kwamba apate mafunuo ya Injili. Hataokolewa kwa tendo atakalolifanya. Ataokolewa kwa imani akipata mafunuo. Ni mafunuo gani ambayo mtu anaweza akapata katika Injili na akaokoka? Hebu tusome kwanza kile kitabu cha Warumi 3 ule mstari wa 28. Nasoma kama ilivyoandikwa, anasema hivi: basi twaona ya kuwa mwanadamu huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Mwanadamu huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Sasa wewe uliyemhubiri, mimi niliyemhubiri, lazima tutambue hili ya kwamba mwanadamu huhesabiwa haki pasipo matendo ya sheria. Sasa hiyo haki ambayo ataipata kwa njia ya imani, kuna ufunuo ambao ni lazima aupate, ndipo atafanya nini? Ataamini. Sio ile kwa matendo. Ile mfano mtu anahubiri Injili lakini amemkuta labda mtu amevaa nusu utupu, unamwambia acha kuvaa hivyo, ukiacha hivyo utaokoka. Yule mtu anaweza kazani ya kwamba basi akiacha kuvaa vibaya ndipo anakuwa ameokoka. Ama iza wewe mwenyewe ulienda kuhubiri sokoni ukakemea habari ya mavazi, wale watu kweli wakabadilika, kesho unapoenda wakuta wamevaa wamejistiri, utakosa shabaha ya ujumbe wa kuwahubiri watu. Yafaa tujue kwanza yale makemeo kwanza ya matendo ni baada ya kwamba mtu apokee kwanza imani, ndipo inakuwa ni rahisi kumuingiza katika matendo. Ndio maana maandiko yanasema imani pasipo matendo inakuwa imekwisha kufa. Lakini akianza matendo, unamhubiri mtu kwa kumweka kwa matendo, huyo mtu hawezi akaokoka. Lazima apate ufunuo. Ufunuo wa nini? Tuangalie maandiko tuone mtume Paulo kuna kitu alikiweka sawa. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 15 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Nasoma kama ilivyoandikwa. Inasema hivi: basi ndugu zangu, na waarifu ile Injili niliyowahubiri, ambayo ndiyo mlioipokea, na katika hiyo mnasimama, na kwa hiyo mnaokolewa, ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Kwa maana niliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko. Mstari wa 4, sikia kwa makini, kuna kitu hapa tunaongozwa. Asema na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu, kama yanenavyo maandiko. Ili mtu apate kuokolewa, lazima apate mafunuo haya anayoyasema Paulo, ya kusema ya kuwa alizikwa na ya kuwa alifufuka siku ya tatu, kama yanenavyo maandiko. Hapo mtu akipokea huo ufunuo ya kwamba yupo Yesu ambaye alisulubiwa kwa ajili ya yeye, atapeana imani. Huyo mtu atapata imani, atahesabiwa haki pasipo tendo lolote. Ina maana hata angekuwa ni mlevi, angekuwa ni kahaba, angekuwa ni mchawi, akipata huu ufunuo wa Injili ya kuwa Injili ni nini, na akatambua, huyo mtu anapeana imani na Kristo, anapokea imani pasipo tendo lolote. Ila baada ya kupokea imani ndipo sasa
ile imani inaingia kwenye matendo. Lakini ikiwa mtu tutamhubiri kwa kumweka kwa matendo, huyo mtu hawezi akaokoka. Ukimwambia acha kujichubua, acha ulevi uokoke, Mungu anakataza ulevi, yule mtu atajua uokovu ni njia ya nini? Ya matendo. Hivyo unakuta ameacha ulevi, ameacha kujichubua, ameacha pengine uchawi, lakini hajapokea ufunuo wa imani. Hawezi akahesabiwa haki kwa kuacha matendo yale yaliyo mabaya. Atahesabiwa haki kwa imani, akipokea mafunuo ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili yake. Nitapokea ufunuo wa imani nikiamini hivyo. Kwa tuliowahubiri, ule mhubiri, tuangalie ujumbe, tunyenyekeze ili tujue ni namna gani ya kuwaendea wengine walioko nje. Ukienda kwa njia ya kumhubiri mtu kwa matendo, aache matendo fulani ili asamehewe dhambi zake, hiyo haipo. Maandiko yameweka wazi kwamba tunajua kwamba mtu haokolewi kwa matendo ya sheria bali kwa imani. Naweza nikakwambia hivi, japo itakuwa sijui ni vigumu kupokea, ile itabidi upokee. Hata kama ulikuwa ni mzinzi, ukaacha uzinzi, ukaacha ulevi, ukaacha uchawi, ukaacha uwaji, lakini usipopokea imani, hiyo haitakuhesabu wewe kwamba uokoke. Kwa watu ukiacha matendo yote hauwezi bado kaokoka. Kinachomfanya mtu aokoke, apokee imani, atambue Kristo alienda msalabani kufanya nini kwa ajili yake, na huyo ndiye atahesabiwa haki pasipo tendo lolote. Na hilo ndio neno la Bwana. Amina.